Tangulia jirani wa kwanza kafika na mimi nikafika nikawa wa pili, tukakuta nyumba yote imezungukwa na moto kwa ndani. Mlango umefungwa, hakuna namna ya kupita. Mlango ukabomolewa, baada ya kubomolewa tulikuta mwanaume ameshafariki kabisa. Hakuna aliyeweza kuingia ndani kwa sababu moto ulikuwa umekaa ndani, umesambaa nyumba nzima na wote walikuwa wameshamalizika. Imenishtua sana baada ya kusikia kuwa amefariki ni baba mdogo ambaye ni mkwe wangu mdogo pamoja na mama mdogo pia na mtoto wao. Kiukweli imetushtua sana. Nasema si tukio la Mwenyezi Mungu kwa sababu tayari hisia na tuhuma ni kwamba hawa watu wameunguzwa wakiwa ndani. Nimekuwa sambamba huko mochwari kushughulikia miili hii. Ni hali ya kutisha, tumwachie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumepoteza mtoto mmoja na vijana wawili, mtu na mke wake. Serikali inaendelea kuchukua hatua. Jeshi la polisi linafanya uchunguzi. Katika kipindi hiki tuendelee kuwa wapole, tuendelee kuwa watulivu wakati serikali inaendelea kuchukua hatua, lakini waombe wananchi wa eneo hili pamoja na maeneo mengine waendelee kushirikiana na vyombo vya serikali kutoa taarifa pale ambapo wanaona kuna dalili ya kwamba kuna mtu alihusika na tukio hili baya kabisa. Wakiona kuna hiyo dalili basi watoe taarifa ili serikali iweze kuchukua hatua, hatimaye marehemu waweze kutendewa haki kutokana na tukio hili. Jambo linasikitisha. Sasa mtu aliyofanya kitendo kama hiki, yeye anategemea ataishi mpaka lini hapa duniani? Sisi wote ni wakupita. Ikawa miaka mingi sana, miaka 40, 50, 60 unakwenda. Sasa unamkatili mwenzio kitendo kama hiki. Mtoto mdogo kama huyu hapa. Kweli jambo linauma sana. Naongea kwa kutetemeka sana kwa sababu linaniumiza moyoni. Hawa ni vijana wangu, ni marafiki zangu, ni mwananchi mwenzetu, ni Mtanzania mwenzetu. Huu ni ukatili. Huu sio utamaduni wa kwetu hapa Ujiji. Sio utamaduni wa Kagera. Haya matukio sio ya kwetu. Tukomesheni haya matukio wana Kagera kwa kukataa uhalifu ndani ya maeneo yetu. Tukataeni uhalifu ndugu zangu, tukataeni huu ukatili. Sheria ifuate mkondo wake.